Ni mchezo wa mkondo wa kwanza wa playoff, mchezo ambao utaamua hatima ya nani ambaye atasalia kunako First League au yule ambaye atashuka kwenda kwenye RCL. Na huu ulikuwa ni mchezo kati ya wenyeji Tunduru Korosho ambao walikuwa wamewakaribisha Mapinduzi kutoka kule Mwanza, mchezo ambao umepigwa hapa kwenye dimba la Majimaji, dakika 90 zikishuhudiwa sare ya goli 2-2. Ilikuwa ni Tunduru Korosho wenyeji waliofanikiwa kupata goli la kwanza, kisha Mapinduzi wakasawazisha goli hilo na kuongeza goli la pili, lakini dakika za jioni Tunduru Korosho wakafanikiwa kurejea mchezoni pale ambapo waliposawazisha goli hilo kwa njia ya penalty na kufanya dakika 90 za mchezo huo kukamilika kwa sare ya magoli 2-2. Mara baada ya kukamilika kwa dakika 90 za mchezo huo, hapa nimepata fursa kuzungumza na walimu wa timu zote mbili. Kocha Ramadhan Kudunda, mwenyeji wa Tunduru Korosho, yeye anasema vyovyote itakavyokuwa lazima wana matumaini na watapigana mpaka tone la mwisho kuhakikisha timu hiyo inasalia. Nimshukuru Mungu kwa matokeo hayo yaliyokuwa yametokea, japo sikuyatarajia sana, ila katika mpira inawezekana kutokea kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo mimi niseme haijaisha bado. Kama wao wamekuja huko wamepata sare, wamepambana, wameonyesha, na hali kadhalika na sisi inabidi tukienda kwao tukapambane. Matokeo ya mpira inawezekana, kwa sababu ukisema eti mtu akiwa nyumbani kwake anashinda, hiyo sio kweli. Inachotakiwa tu ni kujituma na kutengeneza mipango yako, unapata matokeo. Sisi leo tumetengeneza mipango yetu, lakini tumefeli kwa sababu wachezaji walikuwa na tempa kubwa ya kulazimisha lazima tuweze kushinda. Na mwisho wa siku madefender wangu na watu wa katikati midfield wameweza kuruhusu goli. Kwa hiyo ukishaona tu mgeni amekuja amepata goli, timu inakuwa ina tempa kubwa ya kuona nini wakifanye sasa, kwa sababu tulikuwa sio lengo letu kuruhusu goli, lakini yametokea kutokea, na hawa jamaa wa Mapinduzi wamecheza vizuri, wamepata magoli 2. Magoli haya 2 ambao wamepata ni mzigo kiasi gani kwako kuelekea kwenye mchezo wa marejeo? Mimi nafikiri ni mzigo mkubwa, lakini yote kwa yote mimi nasema mpira una matokeo matatu, na mchezo wa mpira ni mchezo wa maajabu sana. Kwa hiyo mimi na imani tutaenda kutengeneza, muda si mwingi na sisi tutasafiri kuelekea Mwanza, tukaone wachezaji wapate hali ya hewa ili tuweze kujua sasa tunapambana nao vipi. Lakini mimi na imani hii haijaisha, na mimi nitapambana mwanzo mpaka mwisho na wachezaji wangu kuhakikisha timu inabaki kwenye daraja la pili. Neno lako kama shabiki wa Tunduru Korosho, wenda ambao wanaweza kana wasiwasi kidogo kwa kile ambacho kimejitokeza kile? Mimi niwaambie washabiki wangu wasikate tamaa, kwa sababu mechi imeonekana. Mimi nasema waendelee kutoa support, kwa sababu kwanza wachezaji wangu wengi walirudi kupumzika wakawashakata tamaa. Kwa hiyo mimi na imani kwa sasa tutaendelea tena kurekebisha makosa yale madogo ambayo tumeyafanya. Najua muda sisi unatutosha wa kwenda kumalizia hii mechi vizuri. Safari ipo kama kawaida, kwa sababu watu wengi, timu yetu najua inajiokoteza, lakini mimi na imani tutafanya jambo, kwa sababu tumekaa ndani ya siku 4-5 kutengeneza timu, na ndio maana hii hali imekuwepo, kwa sababu wachezaji walishakata tamaa kujua timu sasa imefanya nini, imepotea. Lakini mimi na imani watarudi, watapambana. Kuna option nyingine itatokea hapo mbeleni. Sisi tutahakikisha tunapambana mpaka tone la mwisho. Tuambiwe sasa mmeshuka daraja, hapo ndo tutashuka. Lakini hivi sisi haijaisha bado. Mimi nina imani hiyo kubwa, nitatengeneza jambo. Lolote linaweza likatokea. Wananchi wa Songea wawe na imani na wachezaji wao, wawape nguvu, wawape support. Tunaweza tukarudisha hali ya mchezo Songea. Kocha wa Mapinduzi yeye anasema mchezo huu umekuwa ni darasa kwao, kwa sababu walikuwa wanakutana na timu ambao hawajawahi kuiona hata mara moja, na tayari amekwisha kuona, na mchezo unaofuata utakuwa ni mchezo wa kufanya maamuzi. Majina naitwa Hassan Salum almaarufu Mzenji, ni head coach Mapinduzi FC. Nashukuru kama nilivyotarajia na jinsi nilivyoweza kujiandaa katika mchezo huu, ndivyo nilivyokuwa nahitaji, kwa sababu mchezo wa away. Kwa hiyo kuna kitu ambacho nimeondoka nacho ili nisiweze kupoteza, hata kama napoteza basi nipoteze kwa idadi ndogo sana magoli. Lakini naweza nikasema nashukuru Mungu tumefika, na kile nilichokifanya, kwanza nafikiria kipindi cha kwanza nilikuja na plan ambayo ni A, nafikiria nilifanya, lakini baadaye kipindi cha pili nimeingia na plan nyingine ambayo naona imenipa kile nilichokuwa nakitaka. Kwa hiyo najipanga na mchezo unaofuata. Pili ni kama walicheza vizuri zaidi kuliko kipindi cha kwanza, kafanikiwa kupata goli. Lakini kwenye eneo la ulinzi ndio ambalo limesababisha kasawazisha goli.
Kitu gani kilikuwa sawa? Ni kweli kama unavyosema, unajua hii ligi ilipotumika katika sehemu mbili tofauti. Kwanza ukiangalia engo ya kwanza ni timu ambayo ilikuwa inacheza katika area nyingine. Kwa hiyo ni kitu ambacho nilikuwa siwezi kukitambua. Nimekuja kwa kuweza kuwaona kwa macho, na baada ya kuona kwa macho nikarudi kwenda kuyafanyia kazi. Na kweli kama unavyosema, lakini kama unavyosema kwa sababu unaona kabisa kuna mtu ambaye tulikuwa tunategemea anacheza pale mwisho, lakini tuliweza kumpumzisha mwisho pale kutokana na kuogopa injury za mambo ya kadi na nini na injury na nini. Kwa sababu bado nategemea kwamba katika mchezo unaokwenda niende nikajipange ili niweze kupata hayo matokeo. Mara baada ya matokeo haya sasa unatazamaje mchezo umerejea? Siwezi kumbeza mpinzani kwa sababu nimemuona kuna kitu ambacho anacho na toka nacho niende nikakifanyia kazi katika viwanja vyangu vya mazoezi. Kuna kitu anacho. Unawaambiaje mashabiki wa Mapinduzi? Naweza nikasema mashabiki wa Mapinduzi waje kwa wingi, waje watusupport ili tuweze kupata kitu ambacho tunachotarajia. 30 Aprili ni mchezo ambao utazikutanisha Mapinduzi wakiwa wenyeji dhidi ya Tunduru Korosho katika uwanja wa Nyamagana pale Mwanza, na kuamua hatima ya timu hii kutoka hapa mkoa wa Ruvuma. Inaitwa Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Up-to-date zaidi zinapatikana kwa kusubscribe pamoja na kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata up-to-date pindi ambapo zinajitokeza.